Jambo na karibu wandugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo habari za mchana wa leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media ikiendelea kuwapeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kwetu Kivu Media, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho. Sauti yetu, habari yako. Mapigano makali yamezuka Ijumaa hii Oktoba tariki 10 mwaka 2025 katika eneo la Kibati lililoko katika tarafa la Luberike, wilaya Walikale, mkoani Kivu Kaskazini. Mapigano hayo ni kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wa Zalendo wanaofahamika kama Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yalianza majira ya alfajiri wakati wa waasi wa M23 waliposhambulia maeneo yanayodhibitiwa na wanamgambo wa Zalendo wa kundi la Ndume Defense of Congo, inaongozwa na Gido Muisa, ambao ni sehemu ya muungano ya Wazalendo. Milindimo ya silaha nzito na epesi imesikika katika eneo lote na kusababisha hali ya taharuki na hofu miongoni mwa wakazi. Kutokana na kuzuka kwa mapigano hayo, shughuli za usafiri kati ya maeneo yote Kashebere na Mungazi zimesitishwa kabisa, na hivyo kukwamisha shughuli za kila siku za wananchi. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa familia nyingi zimekimbia makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo ya misituni, huku wengine wakikimbilia katika eneo jirani la Kashebere. Hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya, huku kukiwa na uhitaji wa haraka wa msaada kwa wale walioathirika. Eneo la Kibati limekuwa chini ya udhibiti wa M23 tangu mwezi Aprili mwaka huu. Wanamgambo wa Zalendo wamejaribu mara kadhaa kuchukua udhibiti wa eneo hilo bila mafanikio. Mapigano ya leo yanaashiria kuongezeka kwa uhasama katika eneo hili lenye utajiri wa madini. Hali ya usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini imeendelea kuwa tete kwa miezi kadhaa sasa, huku makundi mbalimbali yenye silaha yakiendelea kupambana na jeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanamgambo wa shirika, hali inayosababisha mateso makubwa kwa raia. Rais Felix Tshisekedi anaomba mwenzake wa Rwanda Paul Kagame afanye amani ya ujasiri na tena wakusanye wananchi wao kwa maendeleo yao. Ndivyo alisema hii siku ya 4 mjini Brussels nchini Ubelgiji katika mkutano mkuu wa kipindi cha pili cha Global Gateway Forum. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachukua nafasi ya kwanza katika ulimwengu kuhusu maskini mkali. Ndivyo imejulishwa katika ripoti ya Benki ya Kimataifa iliyotangazwa siku ya 3, ikihakikisha kwamba 85% ya Wakongomani wanatumia kwa kuishi chini ya dola 3 kwa siku. Institut Pasteur katika uhusiano na mtaa wa afya wa Limete ilitangaza siku ya 3 mjini Kinshasa matokeo ya mradi Pakampox ulioendeshwa katika kata Paka Juma kupitia usaidizi wa Enabel, wakala la Ubeljiji wa maendeleo. Ilitangazwa kwamba karibu watu 273 ndio walipona ugonjwa wa mpox katika mtaa wa afya wa Limete. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni, salamu na usikivu mwema. Rais Felix Tshisekedi ameomba mwenzake wa Rwanda Paul Kagame afanye amani ya ujasiri, pamoja tena wafanye kazi wakusanye wananchi wao kwa maendeleo yao. Anaomba Rais Paul Kagame alazimishe vikosi vya AFC M23 vinavyoungwa mkono na nchi yake visimamishe vita iliyosababisha mauaji ya mamilioni ya watu. Ndivyo alisema hii siku ya 4 mjini Brussels nchini Ubelgiji katika mkutano mkuu wa kipindi cha pili cha Global Gateway Forum. Ni mkutano wa kimataifa unaoandaliwa na muungano wa nchi za Ulaya kwa kuchungua hali ya uhusiano duniani kuhusu viwanda, maendeleo ya kudumu na muunganisho. Tusikilize Rais Felix Tshisekedi katika masemi yaliyochukuliwa na Alain Irung.
Sio nyuma kwa kutenda vizuri, na ndio sababu ninachukua sawa ushahidi mkutano huu kupitia ulimwengu mzima kwa kuomba tufanye amani ya ujasiri. Hiyo inaomba ulazimishe vikosi vya AFC M23 vinavyounga mkono na nchi yako visimamishe mapambano yaliyopelekea mauaji ya watu wengi mamilioni tangu miaka mingi. Historia itatuhukumu. Ni wakati wa kusimama na kuangalia upande wa amani na maendeleo. Lakini nawaza Afrika na lazima leo hii ya kuanza mambo mengine, Bwana Paul Kagame, na tuna uwezo. Tuwe na ushujaa wa kuangaliana uso kwa uso na kusema isiyofanyika vizuri na kuchukua azimio mzuri kwa wananchi wetu. Yaani madai niliyotayarisha kwa kuomba hukumu natamani kuyasimamisha kwa sasa kabla ya kupata jibu ya Rais Kagame. Na waza wito huo ni ushahidi kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitamani vita bali inapenda amani. La République démocratique du Congo n'est pas belliqueuse. La République démocratique du Congo veut la paix. Kwa kifupi, katika jimbo la Kivu Kaskazini, karibu watu 4 raia waliuawa, 2 walijeruhiwa na 13 walipotea tangu tarehe 20 Septemba iliyopita hadi tarehe 8 Oktoba katika maeneo ya Bwito na Bahunde, moja kwa moja katika mitaa ya Ruchuru na Masisi. Watu wale ni wahanga wa mapambano ya kawaida kati ya wanamgambo wa AFC M23 na wazalendo katika vijiji vingi vya mitaa hiyo. Na karibu wanawake 8 na wasichana wengi walibakwa na nyumba nyingi ziliunguzwa wakati huo huo katika maeneo yale. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachukua nafasi ya kwanza katika ulimwengu kuhusu maskini mkali. Kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Kimataifa iliyotangazwa siku ya 3, 85% mkato 3 ya wakongomani ndio wanaishi wakitumia chini ya $3 kwa siku, ikiwa kiwango cha juu zaidi ulimwenguni. Uwiano huu unapita wastani wa kikanda wa 45% mkato 5 wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ambao karibu milioni 559 ya watu wanaendelea kuishi katika umaskini mkali. Nyuma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna pangwa nchi ya Mozambique, Malawi, Burundi, Zambia na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Na habari njema kwa wafanyabiashara wa mji wa Boma jimboni Kongo Central, awalazimishwe tena kuenda mjini Matadi kwa shughuli za kuagiza nje biashara. Ni kutokana na kuwasili tangu siku ya pili iliyopita katika bandari ya kimataifa ya Boma kwa meli kubwa MV Apalos ya muuzaji Maersk kiisha miaka 10. Meya wa mji wa Boma Bibi Claudel Pemba alifurahishwa na kurudi huko kwa meli kubwa sawa kipindi cha historia kwa bandari hiyo, hali itakayoruhusu pia kuanzishwa kwa makazi ya uchumi katika bandari ya Boma, jambo waliodai wakazi wa huko. Masemo ya Bibi Claudel Pemba alichukuliwa na Nana Plurish Mambu. Mshiriki wetu Naomi Mutoke anatafsiri. Tout d'abord, je tiens à remercier le membre de la commission. Ya kwanza mina shukuru kamati ambao nimeshimika na yenye itakuwa ikafirikia mikakati ya kuanzisha shughuli za kazi kwenye bandari kimataifa ya Boma. Tarehe 8 mwezi wa 7 tuliendesha kikao ambapo walizunia wanamamba wa kampuni Maersk Congo. Muda wa kikao hicho Maersk Congo ilichukua atawa ya kuanzisha chambule zake, jambo ambao limetekelezwa leo baada ya miaka 10 ya kutokuwasili kwa meli ya kampuni hii hapa Boma. Ila anakumbusha kuwa meli hii imewasili hapa ikiwa na makontena ambao haina biashara. Wafanyabiashara ambao wamekuwa sehemu ya Bafleuve hawatalazimika tena kupeleka mizigo yao kwenye bandari ya Matadi. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, bei ya samaki safi inashuka sana paka Sindi Lubiria, jumuiya ya vijijini ya mtaa wa Beni inayopatikana kwenye umbali wa kilomita 60 na mji wa Beni kwenye mpaka na Uganda. Ni hali kutoka mkutano wa pande mbili ulioendeshwa siku ya 3 kati ya uzishaji wa jumla na wa rejareja Waganda sawa vile wa Kongomani.
Wakati wa mkutano ule, kiongozi wa kiserikali wa tawi la uchumi Pakasindi Lubiria aliomba wachuruzi waheshimu kanuni ya bei iliyopangwa ajili ya mwenendo njema wa shughuli za uchumi kati ya nchi hizo mbili. Maelezo mengi nawe Mark Marofimbo. Kikao hiki ya wafanyabiashara wa Kongomani na wale wa Uganda wanaochuuza samaki ya baridi aina ya ndakala yazuka kisha ukosefu ustawi wa sarafu ya Kongo, lakini vurugo iliyoripotiwa katika kazi hii huko Kasindi Lubiria. Lengo ni kuweka utaratibu katika biashara hii kunako soko. Mchuuzi mmoja alishuhudia. Inakuwa na wakati samaki inakuwa na season, inapanda yao peke, na kunafika wakati ambao samaki inajishukisha yao peke. Lakini kama kunakuwa kashida kadogo, sisi na wateja tutaona namna gani ya kutengeneza hiyo shida ili bei ya samaki ikuwe mzuri. Ombi ni la kushindikiza wachuzi, alisema mchuzi mwingine. Nduka tunasema merci sana kwa bakubwa yetu, na tunasema vraiment baendelee na biko na tuakombanye juu bila habo hatuwezi weza kitu. Ni service ya ekonomi na inatufuatilia sana mkila kazi yote yenyewe tunafanya. Hivi kale samaki ya baridi ya aina ya ndakala iliuzwa kwa sarafu ya Kongo 9,000 hadi 16,000 kulingana na ukubwa wake, lakini hivi sasa yauzwa kwa sarafu 3,500 hadi 4,500. Msimamizi wa shughuli ya uchumi huko Kasindi, Amos Kambale, amewaagiza wafanyabiashara wa Beni na Butembo kuheshimu taratibu hii ya bei. Ifahamike kwamba samaki inayokuliwa na baadhi ya wakaaji wa Beni na Butembo yatokea nchini Uganda na Tanzania. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi. Institut Pasteur katika uhusiano na mtaa wa afya wa Limete ilitangaza siku ya 3 mjini Kinshasa matokeo ya mradi Pakampox ulioendeshwa katika kata la Pakajuma kupitia usaidizi wa Enabel, wakala la maendeleo la Ubeljiji. Maandamano yalifanyika kunako shule la Ufaransa mbele ya watendaji wanaotumika katika sekta ya afya mjini Kinshasa pamoja na watafiti wageni. Ni karibu watu 273 ndio walipona ugonjwa wa mpox katika mtaa wa afya wa Limete, umejulisha mradi huo Pakampox. Katika jimbo la Maniema, kituo cha afya cha Kapela kinachopatikana kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 60 na Kindu kina matatizo makali ya ukosefu wa dawa. Kwa mjibu wa muuguzi mkuu wake Lusasa Musenge Ibrahim, kituo hicho cha afya kinakosa madawa na vifaa vya matunzo ya wagonjwa. Kina vitanda 5 peke yake, ijapokuwa kinakaribisha wakazi wa vijiji vingi. Wagonjwa wanachangia vitanda wakiwa mbele ya hatari ya kuambukiziana magonjwa. Na tena kituo hicho cha afya kina maji safi, hali inayopelekea magonjwa ya kuendesha yenye kugusa sana watoto, alijulisha Lusasa Musenge Ibrahim. Hatimaye katika jimbo la Lualaba, shirika 3 za kiraia zinashutumu marupurupu na mishahara ya juu sana ya wakuu wa shirika Fonarev. Ni kupitia tangazo ya pamoja iliyotufikia hii siku ya 4 na iliyosahihiwa na shirika Kasmiage la uongozi wa mali asili, Justicia ASBL na shirika la APDHJ la haki za binadamu. Hata hivyo, shirika hizo zinajulisha kwamba malipo yale ya juu ya viongozi wa Fonarev yalipaswa saidia wahanga wa ubakaji. Na waalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mshiriki wetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Tunamkaribisha kama mgeni wetu leo Bi Hilda Numbi, presidenti wa chama cha umoja wa wamama wa Punia. Akiwa mkulima, anatetea ukarabati wa barabara za kufikia kilimo kaskazini mwa Maniema ili kuruhusu wakulima kusafirisha mazao yao kutoka mashambani hadi vituo vya matumizi. Bi Hilda Numbi alizungumza na Florence Kizalunga. Bi Hilda Neubebende Numbi, jambo. Jambo journaliste. Nyinyi kama vile walimaji, namna gani huko Punia walimaji mmekuwa mkijibeba? Aksanti mama kwa kunipatia sauti. Kule kwetu ku territoire ya Punia, sisi walimaji tunajibeba ndio vile tu, lakini tunalima kwa shida sababu calendrier yetu agricole inatusumbua sana. Kwanza kule Punia hatuna tena date fixe ya mulimo. Tunakaa tunalima tu, maana kila mtu na yake date sababu klima inavulungana. Haiko tuna sawa vile kwenyewe ilikuwaka zamani. Na wakati kalenda haiheshimiwe, eti mnakuwa mkipata mazao kweli? Tunapata mazao haitakuwa tena 100%. Donc inakuwa tu kidogo. Sawa vile kwenyewe ulipanda, unaweza pata mbegu mzuri na unalima mzuri, unapata bulongo
ya mzuri, lakini unapanda utaona wakati mwa saa zingine ile mbegu aiambatani na mvua mingi wala aiambatani na jua mingi, utapata mazao kidogo. Na unaona kazi yenyewe unafanya, unajua kulima iko kazi kabambi, lakini wakati unalima unatumika mingi, lakini unakia kuvuna unapata tu mazao kidogo. Ndio inatuletea shida kubwa kwa territory yetu ya Punya. Nyinyi walimaji wa Punya mnakuwa mkitosha wapi mbegu ya nyinyi kupanda? Unaona dayer kule kwetu tuko tu tunge tunaitilize tu yetu ile mbegu ya mababu wetu, ile mbegu yetu ya zamani, sababu hatuna kabisa namuna ya kupata ile mbegu nyimbi kunaita semence ameliore. Me tunakuwa tukisikia hata government ya jimbo na maprogramu zingine ziko naleta mambegu kwa mahali mbalimbali, huku kwenu hamuyapata hiyo? Hapa sasa kui 2025 ndio padri kupitia ONGD Caritas ndio ituma kule kwetu ku territoire ya Punya, ndio maana banafika hapa sasa hivi tunataka kutumika nabo kui mwaka. Banasema batatuletea mbegu mbalimbali na batatusaidia kutusindikiza, kutujulisha namna gani tufanye kwa kupanda ile mimea yetu mzuri. Na hiyo mambegu zenu za zamani ingali natumika tu vizuri, iko natoa mazao mzuri? Iko natumika mzuri, iko natoa mazao mzuri, lakini nakwambia ile tu mvulungano ya klima ndio yenyewe inatuvulunga, atupate tena mazao sawa vile ilikuwa ya zamani. Sasa apare shida ya changement climatique, shida gani ambapo nyinyi walimaji mmekuwa mkisumbuka nao? Tunakuwa pia tena na shida mama, sababu zamani wazazi yetu walikuwa wanaishi, walikuwa wanasomesha watoto, walikuwa wanatunzisha watoto kupitia kazi ya shamba, mazao ya shamba. Lakini leo tunakuwa na magumu, unaweza kupata mazao ya shamba lakini hautakuwa na namna ya kuuzisha. Kwa mfano hii wakati watu wote wanakuwa wanavuna mioko, na wakati miogo ya nyangi inakuwa mingi bei inashuka. Ingine batu ya kule kumapembeni, kwa mfano kule kunjia ya Kowe, Ferekeni, kunjia ya Kasese, namuna ya kutosha mazao kule kuleta pale kushefulia ya Punya hakuna barabara, maana yake kunakuwa magumu. Punya kunakuwa watu wengi, wa konsomateri ndio wanakuwa wengi, lakini walimaji wanakuwa kidogo. Sasa hiyo mazao yenu wakati mnatosha vile, unasema kama kuna magumu ya kupata njia, mnakuwa mkishia nayo wapi? Maana yake unaona sasa kwa mfano huko kunjia ya sekteri Ulindi, kunjia ya Kowe, mazao yote inakuwa natelemuka Kisangani au ingine inakuwa napanda Kindu. Kunjia ya mai wakaja waweze tena kubeba muziko kumukongo kufikisha Punya. Yote ya njia ya Ferekei na Kowe inafika kubahari, inatelemuka kubariniere, inaenda Kisangani na ingine inapanda Kindu. Hiyo inakuwa matatizo kubwa na waza kwa nyumba za watu. Ndiyo, inaleta matatizo mingi sababu nakwambia watu wanakuwa wengi Punya, na unajua makarieri iko mingi, chakula mingi na kwa toka ndio Kisangani kugari inakia kulisha Punya, na gari kafika fuso 2-3 haitafaa siku 2-3 yote na sambala kwa makarieri. Nini viongozi wanapasha fanya kwa ajili yenu ili mupate kutumika vizuri? Tunaomba, tunalia kwa viongozi kupitia hii ONG Padri, sababu anatuambia kama alipata financement yenyewe inaweza kusaidia pia kutengeneza barabara, na inaweza kusaidia pia wakaaji kupata mambegu ya kupanda kwa mashamba na maintraville. Tunaomba ku gouvernement yetu provinciale ifanye nguvu na suivi ya kwamba kunjia ya Padri ile mabarabara yetu ya mazao ifunguliwe kusudi na sie wakaaji wa Punya tupate eri na amani, sababu ile ndio inaweza saidia watoto wetu wasome, unaona magonjwa na kadhalika. Bi Hilda Neubebende Numbi, nakushukuru. Nami pia nakushukuru sana. Asante. Radio Kapi, dossier en Swahili. Katika mtaa wa Beni, ukosefu wa usalama unaibuka tena katika wilaya ya mashambani ya Mangina iliyoko kilomita 13 kutoka mji wa Beni. Mashirika ya kiraia ya eneo hilo yanaripoti kwamba kundi la watu wenye silaha wanazorotesha usalama katika vitongoji mbalimbali vya wilaya hiyo. Hali hii inatia wasiwasi mashirika ya kiraia ya eneo hilo ambayo yanatoa wito kwa kuwepo kwa ushirikiano kati ya wakaaji na huduma za usalama ili kukomesha shida hii. Marke Marofimbo na ripoti zaidi.
Hali hii ilionekana tangu Jumatano uliopita, wakati watu wasiojulikana wanaoshika silaha walivamia nyumba moja upokezi ya wageni kunako senta ya tarafa la Mangina. Majambazi hawa walijeruhi mhusika na utaratibu ya kazi kunako nyumba hii ya upokezi na kupora vifaa na mali ya waliokuweko, kama ashuhudia hapa muhanga huo aliyeona kwa macho yake mwenyewe yaliyopitika. Fika kwa hotel ilikuwa 19h30, ilikuwa mbutiaje ya ngufu juu walikuwa natafuta tu papa. Bana mupie, bana bomola bifuli yake ya chambre, wanalalamika aseme banduku mimi sina nanye probleme. Bana beba ile ordinateur yake yenyewe anafanyaka ne mariage, bali mbeba ko franga maposha yake zenye alikuwa nazo na matelefone za wengine watu. Bana pangaka pale. Hasa ile mlikia taka lala pale njali vangazia. Njo banaacha papa na kimbia kule kwenye mawese. Bakubwa ba muji na sie raia tufanye tu angete ya bien, iko watu wenye manake ni bajambazi biko tu mumugine, manake bakubwa mugine watusaidie kwele probleme. Jambo hii yavunja moyo shirika la raia. Kiongozi wake tarafani adhani kwamba hii ni tahadhari ya kuchukulia kwa thamani yote, ikiwa dalili ya kuzingirwa kwa tarafa hii na waasi pia wahuni yaonekana tayari. Kiongozi wake tarafani awalika wakaaji kujiunga na vyombo vya ulinzi, ukingo na usalama, wakitoa nje uwepo wote ya watu wabaya. Kakule Mongozi Vunyati: wakati tunaendelea kupiga sauti kusema kama adui anakuwa pembeni ya muji wa Mangina huko kunako mashamba, lakini tena mujini kati ya muji kunakuwa tena mabandia nao wenye wanatukosesha usalama. Ni kusema kwa hiyo tunaendelea kuita vyombo ya usalama na hata sisi wa raia tunaona kama tutumike pamoja ili tupate kujua nani anapaswa kuwa ndani ya hii mambo yenye inatatiza raia hapa mjini, na wowote mwenye anapasha kuwa mtu mubaya anatumika na mabandia hao, tukipata kumjua tupate kuleta habari kwenye vyombo ya usalama. Jambo hii yatokea mara tena ikiwa tarafa la Mangina ilipumua usalama na ukimya kwa miezi karibu 3 hivi, ila vyombo vya ulinzi na usalama yatoa habari ya kushikwa kwa mmoja ya majambazi hawa anayetambulika kuwa msimamizi wao. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Kwa niaba ya wafundi mitambo wetu na washiriki wetu wote walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.